Asante. Kwa jina naitwa John Josephine Emmanuel, ni mwanafunzi wa chuo kilichopo ndani ya mkoa wa Mwanza, na sisi sote ni wanafunzi katika vyuo mbalimbali vinavyopatikana ndani ya mkoa wa Mwanza. Na siku ya leo tungependelea sana kuzungumza masuala ya elimu ya Kitanzania, masuala yale ambayo yanaendelea ndani ya Tanzania, yaliyokuwepo, yaliyopo, na hata kama kuna uwezekano tukajadili pia hata masuala ambayo tunaona kama sisi vijana yafanyike kwa ajili ya kuweza kutengeneza maisha yaliyo bora katika taifa letu la Tanzania. Kwa ufupi ningependa sana kuzungumzia swala la elimu ndani ya Tanzania. Kipindi cha ukoloni, elimu ya Kitanzania ilikuwa ni kwa ajili tu ya kujua kusoma na kuandika, kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wakoloni katika shughuli zao mbalimbali. Na elimu hiyo ilikuwa ikipatiwa kwa watu ambao walikuwa wakiaminika kwamba wana uwezo wa kuwasaidia wakoloni katika kipindi hicho, hasa watoto wa machifu na hata wale ambao walikuwa na vyeo mbalimbali katika kipindi hicho. Lakini mnamo mwaka 1961 ambapo nchi yetu Tanzania ilipata uhuru, mfumo wa elimu ulibadilika kutoka kwenye kujua tu kusoma na kuandika kwa ajili ya kusaidia wakoloni kwenda katika mfumo wa elimu ambao utaweza kuwapatia watu ujuzi na uwezo wa kulisaidia taifa na kulikuza taifa. Na kuanzia hapo ndipo elimu ilipoanza kuongezeka katika standards zake ndani ya Tanzania. Na tukumbuke ya kwamba mwaka 1961 ambapo ni mwaka ambapo Tanzania ilipata uhuru, elimu haikuwa na ile status kubwa, bali ilikuwa ni masuala tu ya kazi, kilimo na ujasiriamali ndani ya Tanzania. Lakini elimu ilipoanza kupata nafasi, vyuo mbalimbali vilianza kufunguliwa, shule mbalimbali zilianzishwa, na hivyo ikapelekea elimu kuanza kukua. Na mpaka hivi sasa mwaka 2025 Tanzania imefika katika hatua kubwa sana ya kielimu. Tukizingatia swala la kwamba sasa hivi kuna shule nyingi za binafsi pamoja na za kiserikali. Kuna elimu ya bure ambapo inapatiwa kuanzia chekechea mpaka kidato cha 6. Na hiyo inasaidia hata watu wengi kusoma na kuweza kupata elimu. Watu wengi sasa hivi Tanzania wanajua kusoma, kuandika, kujifunza katika shughuli mbalimbali, na hizo zinawasaidia katika maisha yao ya kawaida. Na pia tunapoingia katika swala la vyuo vikuu, vyuo vimekuwa ni vingi ndani ya Tanzania. Imeonekana kwamba idadi iliyopo ndani ya Tanzania, vyuo vikuu viko zaidi ya 19. Na hivyo vinasaidia wanafunzi wengi sana ambapo wanapomaliza katika elimu yao ya kidato cha 4 au kidato cha 6, kuwasaidia kwenda kusomea kwa ajili ya kazi ambazo wanazitamani kuzifanya katika maisha yao. Na vyuo hivi vimekuwa vikisaidia wanafunzi mbalimbali, wanapata elimu, wanasomea ujuzi ambao wanatamani kwenda kufanya baadaye. Lakini pamoja na hayo yote, elimu hii imekuwa na changamoto kubwa sana. Na changamoto ya kwanza ni kwamba ile elimu ambayo tulikuwa nayo kuanzia kipindi cha ukoloni, kipindi cha uhuru, ndio ile iliyopo mpaka sasa. Tukijaribu kutafakari sisi kama Watanzania, elimu ambayo tulikuwa nayo kipindi cha ukoloni ilikuwa ni kujua kusoma, kuandika na kuhesabu. Na baada ya kufikia kipindi cha uhuru, elimu ikaongezeka. Na ndio pale ambapo tulipoanza kujifunza mambo mbalimbali, kujifunza namna ya kuwa walimu, wanasheria na hata kozi mbalimbali. Lakini elimu hiyo ambayo ilifundishwa katika kipindi cha ukoloni ndio hiyo tulionayo mpaka leo hii. Haijawahi kubadilika. Protocols ni zile zile, etiquettes ni zile zile. Ukiangalia katika mfumo uliopo, hakuna kilichobadilika, na hiyo inasimama kama changamoto kwa wanafunzi wa Kitanzania. Kijana anatoka form 4, elimu aliyokuwa nayo tu ni elimu ya kujifunza historia, kukariri na vitu kama hivyo. Na hiyo elimu haiwezi kaenda kumsaidia mtaani.
elimu ile inabaki tu akilini mwake kwamba najua kusoma, najua kuandika, lakini haitamsaidia chochote katika jamii. Mwanafunzi anamaliza chuo kikuu, alikuwa tu akikaa kikariri, alikuwa tu akikaa anasoma, lakini mwisho wa siku akitoka akienda mtaani, ile elimu inakuwa ni ngumu sana kumsaidia katika shughuli za kawaida. Tuchukulie mfano mmoja. Kwa sasa hivi uchumi tulionao Tanzania ni uchumi ambao pia unategemea masuala ya kilimo. Lakini unakuta mwanafunzi ametoka kusoma kozi ambayo ameisomea, amejifunzia tu darasani. Anapofika katika masuala ya applications, inakuwa ni ngumu. Anajaribu kwamba nimejifunza kitu fulani darasani. Ukijumlisha hiki na hiki itakuja itatengeneza hiki. Nikifanya hivi na hivi itatengeneza hivi. Lakini mwisho wa siku ukija kuangalia, akija kujaribu kuapply ile inakuwa ni ngumu kwa sababu elimu yetu sisi ni ya darasani tu na sio ya kutake actions. Sio elimu ambayo inaweza kutufanya sisi kama Watanzania kuweza kusimama na kuweza kuonekana watu fulani katika jamii. Na kuendelea, elimu pia imesimama kama historia tu. Wanafunzi wanaposoma kozi mbalimbali, hawasomi kozi ile, bali wanasoma historia ya kozi ile. Nimejaribu kufuatilia mambo mbalimbali, kozi mbalimbali ambazo zinaendelea ndani ya Tanzania. Nimekuja kugundua kwamba tunasoma historia ya kitu na wala sio kitu chenyewe. Take a good example kwa sheria. Tunasoma ndio sheria, sheria kila siku zinabadilishwa, lakini bado tunajikita katika kile ambacho kilikuwepo tangu zamani. Hatuangalii the concurrent issues in Tanzania. Masuala ambayo sasa hivi yameibuka ndani ya Tanzania, inabidi sheria zitengenezwe, masomo yabadilishwe, mfumo uweze kusimama kwamba mfumo huu utakaposimama, nina uwezo wa kwenda kutetea haki yangu mahakamani, nikasimama nikafanya jambo fulani na fulani. Lakini tunaishia kwenye kukariri darasani kwamba mimi nakaa leo hii najifunza criminal law. Ndio criminal law nimejifunza hivi na hivi na hivi. Lakini je, napotoka hapa na kwenda kule katika maisha ya kawaida, ile criminal law, je, inaweza ikaniinua mimi katika namna moja ama nyingine? Walinzi na walezi wa masuala ya ulinzi na usalama ndani ya nchi, mara nyingi udhibiti wao kwenye mambo ya kiusalama kwenye haya mambo inakuwa ni mgumu kwa sababu namna gani wanavyopatikana inakuwa ni changamoto. Unaona? Nikieleza swala la 4 ni ambalo ni uongozi bora. Sasa tumalizie kwenye uongozi bora. Ndani ya nchi upatikanaji wa uongozi upo aina mbili. Tuna viongozi wanaochaguliwa na kuna viongozi wanaoteuliwa. Kwa hiyo kwenye viongozi wanaochaguliwa kunakuwa na specified qualification ambazo zinatakiwa uzikidhi ili uende kupata ridhaa ya kwenda kuchaguliwa na watu watakao kuwa wameandaliwa. Kama ni ubunge utachaguliwa na wananchi ndani ya jimbo lako, kama ni urais utachaguliwa na wananchi ndani ya nchi yako, kama ni udiwani hivyo hivyo, kama ni mwenyekiti na nini. Ndani ya kwenye swala la uteuzi pia kuna sifa ambazo zimewekwa, mfano kama viongozi kama majaji, mawaziri wanateuliwa, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa. Zipo sifa ambazo zimewekwa na zingine ambazo ni unknown. Sasa ili upate uongozi bora ndani ya nchi hii kuna hivyo vitu viwili vya kufuatilia ambavyo ni kuchaguliwa na kuteuliwa. Sasa tuangalie unapotaka kuchaguliwa ndani ya nchi hii tunatumia nini tujue kwamba huyu anatakiwa achaguliwe na ana sifa kadhaa. Unaona? Ndani ya nchi hii tunazo sheria ambazo zinaongoza mambo ya kiuchaguzi. Tukianza na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunazo sheria ambazo zilifanywa marekebisho 2024, sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Tunayo sheria ya tume huru ya taifa ya uchaguzi. Tunayo sheria ya uchaguzi wa viongozi wa serikali za mitaa. Sasa je, zinaweza kutusababisha hizo sheria zinaweza kusababisha tukapata viongozi bora ambao tunawataka ili tuendelee na yale maneno 4 ambayo baba wa taifa alikuwa anasema ili tunahitaji mambo 4. Tukianza na katiba. Katiba ya nchi ni masuala mazima ya kiuchaguzi imeestablish maana halisi ya uchaguzi mkuu katika ibara ya 151 ambayo imesema
general election or people's election. Kwa tunarudi kule kule kwenye vitu vile ambavyo tunavihitaji: watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Kwenye swala la uongozi bora huku, ili ufanye uchaguzi, maana halisi ya neno uchaguzi mkuu au general election imetolewa ibara ya 151 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Imesema ni general election or people's election. Kwa ni uchaguzi wa watu. Sasa kama ni uchaguzi wa watu, tuangalie ni watu wanachagua ama ni watu wanachaguliwa. Watu wanachagua ama ni watu wanachaguliwa. Ibara ya 74 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ime-establish Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Hiyo ibara hiyo ikafanywa amendment 2024, waka-establish Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa hiyo tume inapatikanaje ndani ya nchi hii? Hiyo tume ndani ya nchi inapatikana kwa kuteuliwa na rais. Rais anateua mwenyekiti wa tume, anateua katibu wa tume, mkurugenzi wa tume na wajumbe wote wa tume. Vile vile anaweza kuondoa ikibidi atakavyoona inafaa. Sasa tumezungumzia kuwa na siasa safi. Ili uwe na siasa safi lazima uwe na uongozi bora. Uongozi ndani ya nchi unapatikana kwa aina mbili, ya kuchaguliwa na kuteuliwa. Kwenye kuchaguliwa hapa ambao tunaizungumzia ibara ya 74 imempa fursa rais, na kama mnaofahamu capacity ya rais ambayo imesababishwa kwenye katiba na sheria zingine zote. Rais ndani ya nchi ndio governing authority, inayo ni disciplinary authority kwenye masuala ya utumishi wa umma. Sasa huyu rais ambaye pia ni commander in chief na ni mwenyekiti wa chama kimoja wapo ambacho kimeshika dola kwa wakati huo, anaweza kuteua na kutengua watumishi wa tume, akiwepo mwenyekiti, mkurugenzi na makamu mwenyekiti na katibu, atakavyoona inafaa yeye. Pia mkumbuke kuna ibara ya 36 ambayo inasema rais, ushauri wa rais anaweza asifuate ushauri wa mtu yeyote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tunachokuwa tunataka ni uongozi bora. Sasa uongozi bora tumeshasema ibara ya 74 imempa mamlaka rais kuteua na kuanzisha hiyo tume ya taifa ya uchaguzi. Vile vile anaweza kuwatengua, na hiyo tume inavyoanzishwa, akishaanzisha tume akaweka watu wake specified ambao anaona yeye wanafaa kuwa wajumbe wa tume, ambao hao watu kwenye ibara ya 74 5 anaweza kuwaondoa vile vile. Yeye huyo mmoja wapo ni mshiriki, anakuja kushiriki tena kuwa mgombea mmoja wapo kati ya kinyang'anyiro hicho cha uchaguzi mkuu. Kama ni kweli mtu ambaye anaweza kureason vizuri, ni kwamba moja kwa moja ni hakuna people's election, badala yake kuna presidential election. Presidential election nayo iongelea hapo ni kwamba rais anatengeneza tume ya kufanya yeye kumshindisha, yani atakuwa ameshinda kabla hajaenda kwenye box, kwa sababu ameanzisha tume na aweza kuondoa na tume ni ya kwake. Sasa mtu anaweza kujiuliza kusema sasa tume ibara ya 74 ibara ndogo ya 11 inasema tume haipaswi kufuata ushauri wa mtu au taasisi yote. Iko hivi ndugu zanguni, mimi mzazi ninapokuwa na watoto wangu ninamjua mtoto kila tabia yake, kila mtoto niliyemzaa mimi namfahamu tabia yake, na watu wengine wote ambao ni familia yangu nawafahamu tabia yao, unajua namna kwa control. Kwa hiyo kusema kwamba eti kuna ibara ya 74 ibara ndogo ya 11 inasema kwamba watakuwa wako independent na wako hawezi kuingiliwa na mtu yote ile kwenye uamuzi wao, hiyo kweli sio sahihi. Lakini sisi kama wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza tunakuja na mapendekezo yetu tukisema kabla ya uchaguzi wa Oktoba 2025 mwaka huu tume ya taifa hiyo tume
hii NEC iongezewe mamlaka ya kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa. Ndugu waandishi wa habari, naendelea kwa kusema hakuna kifungu katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambacho kimeelezea Independent Electoral Commission kama ilivyo Kenya au Afrika Kusini kutambuliwa rais kuwa chombo huru cha kitaifa. Mapendekezo yetu sisi kama wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza tunapenda kuishauri serikali iandae uwazi wa kikatiba kuwa iandike uwazi kikatiba kuwa ni huru na kuweka utaratibu wa uteuzi wa wajumbe usio na mkono wa rais. Ndugu waandishi wa habari, haya mapendekezo ni mapendekezo ambayo tumeyatoa sisi kama wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza. Na haya mapendekezo yalishapigiwa kelele kipindi cha nyuma miaka mingi sana. Nadhani pia kuna ile rasimu ya katiba Warioba. Jaji mstaafu alikuwa Warioba ya mwaka 2014. Pia rasimu iliweza kupendekeza kama haya tuliyopendekeza sisi wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza. Nitasoma mapendekezo yaliyopendekezwa na rasimu ya Warioba, jaji mstaafu. Kuanzishwa kwa tume huru ya uchaguzi namba 1, ambao na sisi pia tumesha ipendekeza kama wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza. Namba 2, uteuzi wa wajumbe kufanywa na chombo huru cha uteuzi, sio rais moja kwa moja. Nadhani na sisi wasomi pia tumeshapendekeza. Tume kuwajibika kwa bunge au wananchi na si rais, kitu ambacho kinafanya kuinyima separation of power. Kunakuwa hamna uhuru wa madaraka kati ya bunge, mahakama na serikali. Tunataka viwe uhuru, kila kitu kifanye kazi kwa kujitegemea, independent. Lakini pia kuwe na utaratibu wa wazi na huru wa kuteua, kusikiliza malalamiko na kufuatilia mwenendo wa uchaguzi. Kwa kusema haya, ndugu waandishi wa habari, nadhani ni baadhi ya mapendekezo ambao sisi kama wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza tumeweza kukaa chini na kuyafikiria na kuona kabla tujaingia kwenye uchaguzi wa Oktoba 2025 mwaka huu yafanyiwe kazi, na tunaishauri serikali yafanyiwe kazi, kwa sababu endapo watapuuza ushauri ambao tunawashauri sisi, basi kutakuwa haina haja ya kuwa na wasomi katika nchi yetu ya Tanzania. Asante ndugu waandishi wa habari. Kwa majina naitwa Edwin Mahende, ni miongoni mwa wanafunzi wa vyuo vikuu vinavyopatikana mkoa wa Mwanza. Kama walivyotangulia kusema wenzangu, nafikiri wamezungumzia mambo mengi mazuri ambayo kama nchi tunapaswa kuyafanya kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu, ambalo sisi kama vijana tunalihitaji liendelee mbele, kwa sababu tunategemewa sana kama vijana kwenye taifa letu. Na sitakuwa na mambo mengi kwa sababu mengi yamezungumziwa na wenzangu. Zaidi mimi nataka tukufanya kwa ufupi sana, hasa nizungumzie tu swala zima kwamba kumbe nchi yetu kwa namna ambavyo tunaona kama wasomi inahitaji kufanyika mabadiliko makubwa sana kwenye nchi hii. Kwa namna gani mabadiliko yanatakiwa? Tunahitaji mabadiliko kwa vitu mbalimbali, hasa kama walivyotangulia kusema wenzangu, wamezungumzia swala zima la katiba. Kwa nini tunahitaji katiba ifanyiwe mabadiliko sasa? Kama walivyokuwa wanazungumza wenzangu, wameonyesha mapungufu yanayoonekana kwenye katiba ya nchi yetu. Kumbe kama vijana na kama wasomi tumeona sasa kuna kila sababu na kuna kila nia ya kufanya mabadiliko kwenye katiba ya nchi yetu. Na katiba hiyo itatupa misingi ambayo ni kuwapa wananchi, ambayo itakuwa ni katiba ya wananchi, na ambayo itaonyesha hasa misingi ya haki na uwajibikaji kwa viongozi. Tunahitaji viongozi wawajibike na hasa kwa wananchi ambao ndo wenyewe wahusika na ndo wenye nchi. Lakini pia tumeangalia swala zima la kama wasomi kwamba kuna shida kwenye utawala bora kwenye nchi yetu. Swala zima la utawala bora na uwajibikaji ni tatizo kwa kweli. Lazima tuwe wazi kama wasomi, na ni vitu ambavyo tumeviona vinaonekana dhahiri kwamba kuna shida katika misingi ya utawala bora na uwajibikaji. Kwa hiyo tunapaswa nchi yetu sasa tufanye mabadiliko ili utawala bora uonekane na uwajibikaji uonekane kwa viongozi. Wanapokuwa wanapewa majukumu kutimiza majukumu ya umma, wasimamie na wawajibike kama inavyotakiwa na si vinginevyo. Na kwa misingi hiyo tunavyosema uwajibikaji ni pale tunapoenda kusimamia swala zima la rushwa. Haitakiwi tena kuwa kama kwa sababu rushwa ukiangalia kwenye nchi yetu ni kama ni kikwazo. Watu wanakuwa wanatumia nafasi zao kwa kuendekeza rushwa kwenye nchi yetu. Kwa hiyo tunatakiwa uwajibikaji uwepo na usimamiwe vizuri, lakini pia matumizi mabaya ya madaraka. Sisi kama wasomi tumeangalia hilo. Kwa mtu yeyote unaweza kutazama kwamba watu wengine wanapewa ofisi za umma lakini wanazitumia vibaya.
matumizi mabaya ya madaraka kwenye nchi yetu. Hayo yapo, kwa tunahitaji mabadiliko ya vitu kama hivyo. Lakini pia tunahitaji mabadiliko kwenye swala zima la haki za kidemokrasia na uhuru wa vyombo vya habari. Kuna muda watu kusema inakuwa ni shida. Watu wanaogopa kuzungumza kwa sababu wanaona labda akizungumza, uhuru wa kuongea anaogopa kwamba nikizungumza labda mimi nitaonekana kama ni mbaya, labda naikosoa serikali. Lakini kama wasomi tumeona kuna kila sababu kuna kila sababu ya kusimama kwenye misingi ya watu kuwa na uhuru wa kuzungumza, na unapokosoa ndipo unaposaidia kujua wapi pana shida, na mwisho wa siku tunajenga nchi yetu, kwa sababu lengo letu ni kujenga na sio kubomoa. Tunahitaji kiukweli kuwepo na uhuru au haki za kidemokrasia na uhuru wa vyombo vya habari kwa ajili ya kutoa taarifa kwa wahusika, na hii itatusaidia watu kujieleza na kukusanya au kukusanyika hata pamoja katika kuleta mawazo mazuri yanayoweza kuchangia taifa letu na uchumi wa nchi ukaenda mbele. Pia tunahitaji mabadiliko kwenye swala zima la marekebisho ya mfumo wa uchaguzi. Wenzangu wametoka kuzungumza. Tukiangalia nchi ya Tanzania, kiukweli kwenye swala uchaguzi ni kwamba kama kuna shida kubwa sana, ambayo kama wasomi lazima tuzungumze ukweli, tusijifiche kokote. Kwa nini tujifiche, tusiongee? Na kama msomi umegundua kitu, umeona kabisa hapa kuna shida, na mtu naye soma lazima usaidie. Usomi kwa sababu tu wewe msomi kwa umesoma na urudi kakae na elimu yako. Lazima uonyeshe kwamba kuna shida. Tumeona kabisa mfumo mzima wa uchaguzi hauko vizuri. Tunahitaji marekebisho kwenye mfumo wa uchaguzi. Kwa namna gani? Kuwepo na tume huru kama walivyosema wenzangu waliotangulia kuzungumza. Lazima tuwe na tume huru ambayo itaonyesha misingi mizuri ya usimamiaji wa uchaguzi, ambayo itaonekana kuwa na vitu ambavyo vinaleta changanyiko na watu wanagundua kabisa hapa kuna shida kwenye swala zima la mchakato wote unaokuwa unahusiana na uchaguzi. Kwa hiyo kwa misingi hiyo basi, kumbe tume huru ni ya muhimu sana kwenye taifa letu, hasa tukiangalia hali nzima ya mwenendo wa uchaguzi ambazo zimepita, zimeonekana kuwa uchaguzi ambazo zimekuwa na sintofahamu. Na hata wananchi, mtu wa kawaida kabisa ambaye hata yuko vijijini kabisa anakuambia hapa uchaguzi huu haujaenda kwa uhuru na haki. Kwa hiyo tuna kila sababu sasa ya kusimama kwenye misingi ya kufanya mabadiliko au kufanya mfumo wa uchaguzi uwe na marekebisho ya kutosha kwa kuwa na tume huru, lakini pia tuwe na uchaguzi huru na haki, na kila mtu atumie sasa nafasi yake au wajibu wake kama Mtanzania kupiga huru na akilizika kabisa kwamba kumbe nilichokifanya, nimechagua kiongozi ambaye mimi nilimuhitaji kwa nafasi yangu na nimepewa kiongozi huyo niliyemchagua mimi. Tusionekane, kwa sababu inaonekana kama nchi yetu kuna mifumo fulani ya uchaguzi inaingiliwa mpaka unafika sehemu watu wanaona kama uchaguzi, wananchi wanachaguliwa viongozi ambao wao kwa wakati mwingine hawahitaji. Sasa sisi kama wasomi tunashauri kuwepo na uchaguzi ambao ni wa huru na haki, na mabadiliko au marekebisho ya mfumo wa uchaguzi kwa ujumla ya badilisho na sheria za uchaguzi ziwe nzuri. Lingine ni mageuzi ya kiuchumi. Tukitizama sana, ndugu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, nchi yetu kwenye swala zima la mageuzi ya kiuchumi, tunaangalia kuna vitu vingi sana vinakuwa viendi sawa. Usawa wa fursa kwenye nchi yetu hauendi vizuri. Mfano ukitizama kwamba swala zima la fursa zinatokea, lakini unaweza kukuta wanaopata fursa ni watu wachache sana. Kwa misingi kwamba naweza nikawa mimi namfahamu fulani ndo naweza nikamshirikisha kuna fursa. Fursa ziwafikie watu wa chini ambao ndo Watanzania, ili kila mtu anyanyuke kiuchumi, asimame, awe vizuri. Tunahitaji Watanzania wote tusimame, tuwe na maendeleo. Tusionekane kuna kundi fulani linaweza kuwa na maendeleo, kundi fulani halina maendeleo. Kwa hiyo tunahitaji Watanzania, kila Mtanzania ashiriki kwenye fursa zote zinazotokea kwenye taifa hili la Tanzania ambao ni nchi yetu. Hususan vijana tushirikishwe, wamama washirikishwe kwenye fursa zinazotokea, na watu wafurahie kwamba kuna fursa zimetokea kwenye nchi yetu na tunanufaika na rasilimali za nchi yetu. Kwa hiyo tunahitaji mambo kama hayo kwenye swala zima la mageuzi ya kiuchumi, na ukiangalia tukifanya hivyo tunaweza kupunguza umaskini, kwamba fursa zinapotokea vijana wakawashirikishwa, wakaonyeshwa kwamba kuna fursa hii pasipo ubaguzi, pasipo kupendelea. Kila kijana aonyeshwe fursa na ziwe wazi kwenye taifa. Naamini tutapunguza umaskini kwa hali kubwa, hasa kama sisi wasomi tunaotoka vioni tunarudi mitaani, tunakuwa tunalia kwamba ajira. Kumbe kukitokea fursa zikaonyeshwa kwa uwazi, hakika zitatupa namna nzuri sana ya kufanya vijana wainuke kiuchumi na hawatakaa kulilia ajira tena. Mwisho wa siku watajiajiri vizuri tu. Tukiangalia kitu kingine ambacho tunahitaji kiukweli kama taifa na kama wasomi tunashauri tufanye mabadiliko. Kwa nini tunasema mabadiliko? Kwamba tunazoimba hizi reforms zinazoona zinaimbwa hata na baadhi ya watu. Kuna kundi linaimba reforms, kuna lingine linaimba masuala tunatiki sijui Oktoba. Kumbe tunaweza kaangalia kwa nini kila kundi na umuhimu wake. Kama wasomi tumegundua kumbe kwamba hizi reforms ni muhimu hasa kwenye swala zima la utawala wa sheria na haki za binadamu. Asante.
Kwa majina naitwa Haruni Lazaro Kavina, ni mwanafunzi wa sheria kwenye vyuo mbalimbali miongoni mwa vyuo vilivyopo Mwanza. Ninashukuru kwa hii place ambayo tumeita siku ya leo na tumekuwa na wazungumzaji tofauti, kila mtu amezungumza jambo lake. Wote wamezungumza mambo ya msingi na yanayosaidia taifa letu kuweza kukua. Sasa mimi nitajikita kwenye kipengele kimoja. Sasa tuna hayo yote yaliyozungumzwa, kivipi tunaweza tukaya-address na tukayafanyia kazi? Mtu mjinga ni yule anayefanya jambo lile lile kwa namna ile ile kwa misingi ile ile, jambo ambalo lilifeli kwa wakati uliopita. Sasa kama taifa, kama watu wanasema kwamba taifa linahitaji reforms, taifa lina changamoto ya mifumo ya kielimu, mifumo ya uongozi imefeli, je, tukae hivi hivi ama tuendelee kujidanganya na kumeza upepo? Hatuwezi tukakubali kuendelea kuwa hivi. Bunge limevunjwa tayari, rais amevunja bunge. Hii maana yake ni kipenga kimepulizwa kwa ajili ya uchaguzi. Sasa kama kipenga kimepulizwa kwa ajili ya uchaguzi na mifumo tunayoona haiko sawa, mifumo haiko sawa kabisa, tume haziko huru, watu wamesema katiba ni mbovu, tume haiko sawa, kuna cyber crimes wanasema, sheria ya uchaguzi wanasema haziko sawa, tunaendaje kama taifa? Tunaendaje kwenye uchaguzi kama taifa kwa mifumo kama hiyo? Nemo judex in causa sua. You can't judge your own case. Hauwezi kuhukumu kesi yako mwenyewe. Lazima kesi yako ihukumiwe na mtu mwingine. You cannot judge your own case. Lakini tumetengeneza mifumo ambayo they want to judge their own cases. Sasa kama rais anatengeneza tume ya uchaguzi mwenyewe, mwenyekiti wa tume ni wa kwake, wasaidizi wake na viongozi wengine, how can we move as a nation? How can we move? Tuna cyber crimes. Ukisoma cyber crimes kifungu cha 31, 32, 33 mpaka 38 vinawapiga pini watu kujieleza. Sasa tunaendaje kwenye uchaguzi na tuna mifumo kama hiyo? Wengine wanasema reforms, wengine wanasema tunatiki. Mambo ni mengi. Tukipuuza maoni ya wananchi, taifa litakalopuuza maoni ya wananchi, Mwalimu Nyerere alisema linaweza likalia kilio cha kusaga meno. Mwaka 1995 Mwalimu Nyerere alisema chama kitakachopuuza maoni ya watu, hicho chama kitapata shida kweli kweli. Wasikilizeni watu wanataka nini. Hasa mnasema kwamba tunaenda kwenye uchaguzi na bunge limeshavunjwa, eti sheria tumezirekebisha na nini. Ukiziangalia sheria hizi jamani, ni kama tu vile punda amepakwa mistari ya rangi. Huwezi kumuita punda milia huyu. Punda ni punda tu. Huwezi kumfanya punda milia kwa kumpaka mistari mieupe. Haiwezekani. Sasa tukiwa na taifa la namna hii, nchi haiwezi kwenda. Leadership is not all about title. Leadership is all about integrity, values and legacy. Sasa kama uongozi haufikiri kuhusiana na legacy, haufikiri kuhusiana na values, haufikiri kuhusiana na kusikiliza watu, hii itakuwa ni nchi ya namna gani? Tuna taifa ambalo limeziba masikio. Vyama vya siasa vingine vinapigwa bani. Walezi wa vyama vya siasa wana vyama. Umesema majaji wanatakiwa wasiwe na vyama. Tumeambiwa sheria zinasema majaji wasiwe na vyama. Hata kama katiba hii ni mbovu, lakini mbona haifuatwi? Katiba hii mbovu mbona haifuatwi? Majaji wanapatikanaje? In dispensing justice, judiciary has to be free. Article 107 capital letter A. Je, judiciary ziko free? Ukishinda uchaguzi unaweza kuchallenge, uchaguzi wa rais unaweza kuwa challenged. Refer kwenye kesi ya Jebla Kambole versus United Republic of Tanzania, kesi ya 2018-2019. Jebla Kambole alishinda kwenye mahakama ya Afrika Mashariki. Na mahakama ya Afrika Mashariki ilitoa order kwamba lazima vifungu vibadilishwe, ikiwemo ibara ya 41(7) ambayo inakataa watu kuchallenge kuchallenge uchaguzi wa rais. Lakini vitu havifanyiki. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kujifungia ndani. Mashirika mbalimbali kama Twaweza wametoa ripoti mbalimbali kwenye chaguzi mbalimbali. 2020 Twaweza wamesemaje? Umoja wa Mataifa wamesemaje? Vyombo vya kimataifa waangalizi wamesemaje? Wanasema tume za uchaguzi wa Tanzania haziwezi ineligible kusimamia uchaguzi wa Tanzania. Nchi ina shida, nchi ipo kwenye giza. Hasa kama ipo nchi kwenye giza na watu wanasema lazima tuende hivyo hivyo, tunaendaje kama taifa? Tunaendaje kama taifa? Kama viongozi katiba za vyama vyao wanavunja, tunakuwa na taifa la watu wanatengeneza mapapeti mpaka kwenye vyama vya siasa. Unawekeana mapapeti kwenye chama hiki, unapeleka papeti kwenye chama hiki, unapeleka mapapeti just to distract mifumo ya uchaguzi. Mwalimu Nyerere alisema nchi ambayo haisikilizi maoni ya watu, narudia tena, nchi ambayo haisikilizi maoni ya watu, taifa hilo litalia sana. Dr. Miles Munro, mwandishi wa vitabu mahususi duniani, alisema jeshi la kondoo linaloongozwa na simba linaweza kulishinda jeshi la simba linaloongozwa na kondoo. An army of sheep led by a lion will always defeat an army of a lion led by a sheep. Sasa kama tuna uongozi ambao haufikirii,
Uongozi ambao haujaji, haufikiri maoni ya watu. Vyuo vikuu ambako tunategemea wanafunzi waongezalisha wanafunzi ambao wana uwezo mkubwa, huko nako kumekuwa ni shida. Vyuo vikuu ni changamoto. Kuna vyuo mbalimbali viko Mwanza hapa, siwezi kuvitaja, lakini vina shida. Spika wa bunge wa chuo anakuwa katibu wa chama. Spika wa bunge anakuwa katibu wa chama. Sheria za uchaguzi, sheria za vyuo vikuu zinasemaje? Zinakataa viongozi wa vyama kuwa kwenye sehemu ya uchaguzi. Viongozi wa vyama wanakuwa viongozi huwezi kuwa rais wa chuo. Tusidanganyane, huwezi kuwa rais wa chuo mpaka uwe na chama fulani. Sasa tutakuwaje na nchi ya namna hiyo? Taifa la mtindo huu hatuwezi kumove. Makanisa yanafungwa ovyo ovyo. Angalia makanisa yanafungwa ovyo ovyo kwa sababu za public interest. What is public interest? Kwa sababu ya eti mtu anasema kwamba kwa sababu ya maslahi ya umma, kwa tutafunga kwa sababu ya maslahi ya umma. Benefit public, what is public interest? Hii public interest ambayo haijawahi kudefiniwa ni maana yake ni nini? Ardhi zinamilikiwa na public. Kwa hiyo wanaweza wakaichukua wakati wote for public interest. What is public interest? Rais anaweza kutengua viongozi wa tume, anaweza kutengua majaji for public interest. What is public interest? Public interest ni nini? Hichi kitu ambacho kija kufahamika. Watu tusiposikiliza maoni ya watu. Watu wanataka reforms. 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Maji yakikosa mkondo yatapasua mkondo. Maji yakikosa sehemu ya kuelekea yatapasua mkondo. Tusiruhusu taifa lipasue mkondo wa kuyapeleka maji hayo. Turuhusu taifa liongozwe kwa mifumo ya sheria. Turuhusu taifa liongozwe kwa utashi wa watu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi, inasema hivi, ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa, bali ni haki, amani na furaha. Ibara ya 18 inasema freedom of expressing opinion and ideas. Watu wanazungumza opinion and ideas. Vitabu vya dini vinazungumza, Qur'ani zinazungumza, Biblia zinazungumza, sheria zinazungumza. Tusikilize watu. Tusiposikiliza watu, tutalia kilio cha kusaga meno. Mimi sitaki kuwa sehemu ya hicho kilio. Ninaipenda nchi yangu, sitamani kuwa sehemu ya hicho kilio. Asanteni sana Watanzania na tunawashukuru sana kwa kutusikiliza. Mungu awabariki sana. May God bless you.